Simba yaanza mazungumzo na beki hatari wa Petro de Luanda, ambapo bwana klabu ya Simba imeanza rasmi mazungumzo ya kumwania beki wa kulia wa Petro de Luanda na timu ya taifa ya Angola katika harakati za kuimarisha kikosi hicho kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027. Nikukumbushe tu kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako, una nafasi kubwa kabisa ya kuweza kufanya hivyo hivi sasa. Bonyeza tu maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali za kimichezo hususan za usajili kutokea hapa hapa ndani ya Mashambo Media bwana. Sasa taarifa iko hivi. Taarifa zinaeleza kuwa viongozi wa Simba Sports Club wameonyesha kuvutiwa sana na uwezo wa mchezaji huyo mwenye uzoefu mkubwa wa michuano ya Afrika, huku wakiamini anaweza kuwa suluhisho la muda mrefu katika nafasi ya beki wa kulia ambayo kwa miaka mingi sana ndani ya kikosi cha Simba imekuwa iko chini ya nahodha msaidizi, na mzungumzia Shomari Kapombe. Eddie Afonso ambaye wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanamtaka, anakipiga ndani ya klabu ya Petro Atletico ya pale nchini Angola, na ni miongoni mwa mabeki wanaotajwa kuwa na nidhamu kubwa hususan ya ulinzi pamoja na uwezo wa kuweza kusaidia mashambulizi kupitia upande wa kulia. Mbali na ubora wake Eddie Afonso wa kukaba, nyota huyo pia anafahamika kwa uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kupandisha mashambulizi. Sifa yake ya kupiga cross zenye ubora pamoja na uzoefu mkubwa kabisa aliopata katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ikifahamika kama Champions League, akiwa na klabu ya Petro de Luanda pamoja na timu ya taifa ya Angola. Tulimshuhudia alipokuja hapa Tanzania wakati Simba kishiriki michuano ya kimataifa msimu huu, namna ambavyo performance yake alivyokuwa akicheza, namna ambavyo alivyokuwa akipandisha timu katika namna moja ama nyingine, anafahamika kwa uzuri kabisa, ambapo uongozi wa Simba unaelezwa kuvutiwa zaidi na Afonso katika mechi za ushindani mkubwa wa Afrika, hasa kutokana na malengo ya klabu hiyo kutokana na kufanya vizuri zaidi katika michuano ya CAF Champions League msimu ujao. Simba inaamini uwepo wa mchezaji huyo utaongeza ushindani mkubwa ndani ya kikosi hicho pamoja na kuweza kuleta utulivu katika safu ya ulinzi. Katika msimu hivi karibuni, Eddie Afonso ameonyesha uwezo mkubwa wa kuweza kucheza nafasi zaidi ya moja katika eneo la ulinzi, akicheza kama beki wa kulia, beki wa kushoto, lakini pia wakati mwingine akicheza kama beki wa kati pale timu ambapo inakuwa ikimhitaji. Uwezo huo pia wa kubadilika ni moja ya sababu inayozidi kuwavutia zaidi viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuona kuna haja kubwa sana ya kuweza kumvuta Afonso katika kikosi hicho, kwani ni miongoni mwa mchezaji kiraka ambaye anacheza katika eneo la nyuma. Beki wa kushoto ana uwezo wa kucheza, beki wa kulia ana uwezo wa kucheza, beki wa kati vile vile ana uwezo wa kucheza. Ni kulingana tu na mahitaji ya mwalimu namna gani ambapo atakuwa akimhitaji kwa wakati huo. Hicho nacho ni miongoni mwa kitu kikubwa zaidi ambacho wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamekiangalia zaidi kwa beki huyu Afonso katika namna moja ama nyingine, na kuweza kuvutiwa zaidi kuhakikisha kwamba wanataka waweze kumpa kandarasi katika kikosi hicho. Taarifa zinaeleza kwamba tayari amekwisha kuandaliwa mkataba wa miaka mitatu kuweza kutumikia wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club, na mazungumzo tayari amekwisha kufikia 50%, ikisalia tu 50. Kwa mchezaji mwenyewe amezungumza baada ya kuweza kusikia taarifa hizi na kufikishwa taarifa hii na management ambayo inamsimamia, na kukubali ya kwamba yuko tayari kwenda kutafuta changamoto mpya sehemu nyingine katika namna moja ama nyingine, akiamini kwamba anapotoka ndiko sehemu ambapo anajitengenezea uwanda mpana zaidi ya yeye kuweza kufahamika barani Afrika, lakini pia na Ulaya kwa ujumla, ikilinganisha kwamba amekuwa akifuatilia historia ya Simba, imekuwa ikitoa wachezaji mbalimbali, lakini ikiwa ni miongoni mwa timu kubwa sana barani Afrika na inayofahamika zaidi barani Afrika. Hivi kwake yeye anaamini ya kwamba hii ni miongoni mwa fursa kwake kuweza kufanya vizuri katika namna moja ama nyingine. Kama bado tu hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe ile hapo chini ya video yako, una nafasi ya kuweza kufanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea hapa hapa ndani ya Mashambo Media pamoja na Mashambo Digital.